Hii ni Arusha One Radio, nami ni Awadh Rashidi. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un amefanya ziara katika ubalozi wa Urusi mjini Pyongyang kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 80 ya ushindi wa Sovieti dhidi ya Ujerumani wa Unazi katika vita vya pili vya dunia. Alitumia fursa hiyo kuthibitisha tena muungano wa Korea Kaskazini na Urusi na kuahidi kuilinda nchi hiyo dhidi ya mashambulizi yoyote yanayoungwa mkono na nchi za Magharibi, ikiwa ni pamoja na wanazi mamboleo wa Ukraine. Kim aliweka maua kwenye mnara kuwaenzi wanajeshi wa Sovieti, akitaja kuwa ni heshima kwa maisha ya kishujaa na matendo ya askari hao waliopigana kwa dhati kuzima Unazi. Kulingana na shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini, Kim aliandamana na maafisa wakuu akiwemo waziri wa mambo ya kigeni Chang Song-hui, waziri wa ulinzi No Kwang-chol pamoja na binti yake. Wakati wa hotuba yake ndefu, Kim Jong-un alitoa salamu kwa rais wa Urusi Vladimir Putin, akimuita kama kiongozi wa serikali yenye nguvu na rafiki wa karibu wa Korea. Kim Jong-un alisifu jukumu la Umoja wa Kisovieti katika kushinda Ujerumani ya Unazi, lakini akisema urithi wake uko chini ya tishio kubwa kwa sasa. Kufufuliwa kwa Unazi ni tishio kubwa ambalo haliwezi kuvumiliwa, Kim alisema, akirejelea majaribio hivi majuzi ya Ukraine ya kuvamia eneo la Urusi, akiongeza kuwa tunalaani hili kwa maneno makali na madhubuti kama hatua kutisha ambayo inaweza kuchukuliwa na wanazi mamboleo wa Kiev pekee. Kiongozi huyo wa Korea Kaskazini alibainisha kuwa askari wa Korea waliisaidia Urusi kulinda mkoa wa Kushki kutoka kwa uvamizi mkubwa wa Ukraine, akionya kwamba serikali mjini Pyongyang inaweza kuingilia kati tena chini ya mkataba wa ushirikiano wa kimataifa wa mwaka 2024 na Urusi. Ikiwa wafuasi wa Marekani na Magharibi pamoja na silaha zao za ujanja na zenye dosari watajaribu kushambulia tena shirikisho la Urusi, bila kusita nitatoa amri ya kutuma vikosi vya jeshi la Korea Kaskazini katika kuzuia uvamizi wa adui dhidi ya Urusi, alisema Kim. Wanajeshi wa Korea Kaskazini wakiwemo makamanda kadhaa wakuu walikuwepo kwenye sherehe za siku ya ushindi huko Moscow, ambapo Putin aliwashukuru kwa utetezi wao wa mkoa wa Kushki. Na msemaji wa ikulu ya Urusi Kremlin Dmitry Peskov amesema Urusi imeyazoea mashinikizo ya nchi za Magharibi na haijali kuhusu vikwazo vipya. Peskov amesema hayo akitoa maoni yake kuhusu duru mpya vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Urusi hivi karibuni na Uingereza. Tayari tunajua tunafanya nini mara tu vikwazo vitakapotangazwa na jinsi tutakavyopunguza athari zake, Peskov alimwambia mwandishi wa habari Pavel Zabrin. Urusi imejifunza njia bora za kukabiliana na mashinikizo ya Magharibi, alisema, na kuongeza, kwa hiyo kututisha kwa vikwazo kwetu ni jambo ambalo halina maana. Siku ya Ijumaa, serikali mjini London ilitangaza kile ilichokiita ni kifurushi kikubwa zaidi cha vikwazo dhidi ya Urusi, ikilenga mtandao wake wa usafirishaji mafuta ili kutoa pigo kwa mapato ya nishati ya nchi hiyo. Hatua hizo mpya ziliorodhesha hadi meli 100 za mafuta ambazo nchi za Magharibi zinadai ni sehemu ya meli za Urusi, meli za zamani zinazofanya kazi nje ya mifumo ya bima Magharibi. Tangu kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine zaidi ya miaka 3 iliyopita, serikali za Uingereza zilizofuata zimeweka vikwazo zaidi ya 2000 kwa watu binafsi na mashirika kadhaa ya Urusi. Moscow imesema hatua hiyo haidhuru uchumi wa Urusi na badala yake itaongeza gharama za nishati na mfumuko wa bei barani Ulaya. Hapo awali, rais wa Marekani Donald Trump alitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano bila masharti kati ya Moscow na Kiev na kutishia hatua za kuadhibu ikiwa makubaliano hatazingatiwa. Mnamo mwezi Machi, rais wa Urusi Vladimir Putin alisema kuwa jumla vikwazo 28595 viliwekwa kwa makampuni ya Urusi na watu binafsi katika miaka karibuni, na zaidi ya jumla idadi ya nchi nyingine zote kwa pamoja. Na tukiendelea kusalia huko nchini Urusi, rais wa Urusi Vladimir Putin ameialika Ukraine kushiriki katika mazungumzo ya moja kwa moja mnamo tarehe 15 mwezi Mei, saa chache baada ya viongozi wa Ulaya kuitaka Moscow kukubali kusitishwa kwa mapigano kwa siku 30. Katika hotuba ya nadra ya runinga ya usiku wa manane kutoka ikulu ya Kremlin, Rais Putin alisema Urusi ilikuwa inatafuta mazungumzo mazito yenye lengo la kusonga mbele kuelekea amani ya kudumu na yenye nguvu. Mapema siku ya Jumamosi, waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer alisafiri hadi Kiev na wenzake kutoka Ufaransa, Ujerumani na Poland kuweka mashinikizo kwa Urusi kujitolea kusitisha mapigano bila masharti kuanzia siku ya Jumatatu. Msemaji wa ikulu ya Urusi Kremlin Dmitry Peskov baadaye alisema Moscow italazimika kufikia hilo, lakini akaonya kwamba kujaribu kuishinikiza ni jambo bure. Katika taarifa yake mwenyewe, Rais Putin alisema huwezi kuondoa uwezekano kwamba mazungumzo hayo yanaweza kusababisha Urusi na Ukraine kukubaliana mapatano mapya, lakini hayakushughulikia wito wa kusitisha mapigano ya moja kwa moja kwa siku 30. Kiongozi huyo wa Moscow alisema mazungumzo yaliyopendekezwa yanapaswa kufanyika katika mji wa Istanbul, Uturuki, kama alivyokuwa hapo awali, na kwamba atazungumza na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kuzungumzia maelezo hayo.
Wakati hayo akijiri, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mwenyewe amekaribisha wito wa rais Vladimir Putin wa mazungumzo ya moja kwa moja ya amani kati ya nchi hizo mbili. Zelensky ameelezea wito wa rais Putin kama ishara nzuri inayoonyesha kwamba Urusi inaanza kufikiria kumaliza vita, lakini alitoa wito tena kwa Moscow kuzingatia usitishaji wa mapigano kuanzia siku ya Jumatatu. Na wakati hayo akijiri, rais wa zamani wa Marekani Joe Biden amekosoa siku 100 za kwanza za uongozi wa mrithi wake Donald Trump, huku akipuuza uvumi ulioenea juu ya kupungua kwa uwezo wake wa kiakili ambao ulionekana kuwa sababu kuu ya uamuzi wake wa kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu. Katika mahojiano na shirika la ABC News, Biden alitoa maoni yake kuhusu utendaji wa Trump akisema amekuwa na siku 100 mbaya zaidi kuwahi kutokea kwa rais wote wa Marekani na hawezi kusema uaminifu wake umekuwa hatua yake kubwa. Maoni yake yanakuja baada ya kumalizika kwa kipindi cha miezi mitatu ambapo wapinzani wa kisiasa wa marais wa Marekani kwa kawaida wanazuia ukosoaji wao kwa umma. Biden pia alibaini kuwa amesikitishwa lakini hakushangazwa na mgombea mteule wa chama cha Democratic Bi Kamala Harris kupoteza kwa Trump, akidai kwamba rangi na jinsia yake ilichangia. Alipoulizwa ikiwa anaamini angeweza kumshinda Trump katika uchaguzi wa mwaka 2024, rais huyo wa zamani alijibu, "Ninaamini ningemshinda," akidai kuwa kinyang'anyiro cha urais mwaka 2024 hakikuwa cha kumwogopesha. Trump alipata ushindi mwembamba katika baadhi ya majimbo muhimu ya uchaguzi nchini Marekani ikiwemo Michigan, Pennsylvania, Georgia, Arizona pamoja na Wisconsin. Akijibu ripoti zinazodai kupungua kwa uwezo wake wa akili katika mwaka wa mwisho wa urais wake, Biden alikanusha vikali madai hayo akisema taarifa hizo zina makosa na hakuna cha kuhimili katika hilo, kwani anaamini alifanya mazuri katika kipindi cha miezi 6 iliyopita. Uvumi kuhusu kama Biden alikuwa anafaa kushika wadhifa huo ulizunguka karibu naye miezi kadhaa kabla uchaguzi wa mwezi Novemba, ukichochewa na machafuko ya mara kwa mara. Wasiwasi uliongezeka hata hivyo baada ya utendaji wake mbaya katika mdahalo kati yake na Trump mnamo mwezi Juni mwaka 2024. Licha kukaidi kwake awali, Biden baadaye alijiondoa kwenye kinyang'anyiro hiko chini ya shinikizo lililoripotiwa kutoka kwa uongozi wa chama cha Democratic na kumruhusu makamu rais wake Kamala Harris kuwa mgombea urais mteule wa chama hicho. Na Rais Donald Trump amesema kumekuwa na marekebisho katika uhusiano wa kibiashara kati ya Marekani na China kufuatia siku ya kwanza mazungumzo kati ya maafisa wa Marekani na China nchini Uswizi. Katika chapisho la mtandao wa kijamii, rais huyo wa Marekani ameelezea mazungumzo hayo kuwa mazuri sana na kusema mabadiliko yamejadiliwa kwa njia ya kirafiki lakini yenye kujenga. Vita vya kibiashara vinavyoongezeka kati ya Washington na Beijing vimeshuhudia rais wa Marekani akipiga bidhaa za China zinazoingia Marekani kwa ushuru wa 145%. China ililipiza kisasi kwa kutoza ushuru wa 125% kutoka kwa baadhi ya bidhaa za Marekani. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio, mimi ni Awadh Rashidi.